Kabla hatujaanza, naomba unisikilize kwa umakini. Si kwa sababu maneno haya ni mazuri kusikika, bali kwa sababu yanaweza kukukwaza, kukuudhi, au kukufanya ujiulize maswali ambayo umekuwa ukiyakimbia kwa miaka mingi. Katika jamii nyingi maskini, kuna simulizi moja imejengwa na kurithishwa kizazi hadi kizazi. Ni simulizi inayosema kwamba mafanikio ni swala la bahati au fungu, kwamba kila mtu ana wakati wake, zamu yake na siku yake, na kwamba kama leo hujafanikiwa, basi hujaumbwa kwa wakati wako. Hii simulizi ndiyo imezalisha umaskini wa kudumu. Utasikia mtu akisema, usijali, kila mtu ana fungu lake, lako litafika. Utasikia mzazi akimwambia mtoto wake, Mungu atakupa riziki yako siku moja. Utasikia mfanyabiashara akifukuza wateja kwa ujinga, halafu akajifariji, sio riziki yangu. Haya maneno yanaonekana ya kiimani, lakini kiuhalisia ni silaha ya kujifariji kwa kushindwa. Hebu tujiulize swali moja la msingi, bila kuogopa ukweli. Kama kweli kila mtu ana fungu lake la mafanikio, kwa nini kuna watu wanafariki dunia wakiwa na miaka 70, 80, hata 90 bila kuwahi kutoka kwenye umaskini? Je, mafungu yao yalichelewa au Mungu alisahau? Leo hii kuna kijana wa miaka 18 anaendesha maisha ambayo wewe wa miaka 35 au 40 unayaangalia kwa mshangao. Ana biashara, ana ndoto, ana mwelekeo. Sasa, kama mafanikio ni swala la fungu, huyu kijana alipewa mapema halafu wewe ukawekwa kwenye orodha ya kusubiri. Je, Mungu anabagua? Hapa ndipo tunapokosea sana kama jamii. Tunamweka Mungu kwenye nafasi ya lawama badala ya kuchukua nafasi ya wajibu. Ukweli ni huu, na hauhitaji kupambwa. Katika kufanikiwa, hakuna bahati. Mafanikio ni matokeo ya vitendo vinavyojirudia kwa muda mrefu. Unachokiita bahati, mara nyingi ni maandalizi yaliyofanyika kwa muda mrefu bila wewe kuyaona. Na mtu anayeishi kwa bahati hawezi kudumu. Ndio maana kuna watu wanapata pesa ghafla, wanapata umaarufu ghafla, lakini wanaporomoka kwa kasi ile ile, kwa sababu hakukuwa na misingi. Tunaposema Mungu anagawa riziki, hatumaanishi Mungu anakuletea pesa mlangoni ukiwa umekaa. Mungu alishagawa tayari. Akakupa uhai, akakupa akili, akakupa nguvu, akakupa muda. Hilo ndilo fungu lako la kweli. Kila pumzi unayovuta ni mtaji. Kila siku unayoamka ni nafasi mpya. Kilichobaki ni wewe kuamua kama utakitumia au utaendelea kujifariji kwa maneno matamu yasiyo na matokeo. Ukikaa geto ukisubiri fungu, hakitakuja. Ukikaa ndani ukisema bado zamu yako haijafika, miaka itapita, nywele zitakuwa mvi na utaendelea kusema bado. Ndio maana unamkuta mtu anaharibu biashara yake mwenyewe. Anakuwa mkorofi kwa wateja, mvivu, asiyejali ubora. Ukimshauri, anakujibu kwa kiburi. Ukiona mteja kaondoka, basi jua sio riziki yangu. Huo sio imani, huo ni uzembe uliovishwa jina la dini. Mungu hakukusudia ukae na kusema, alikukusudia uinuke, ujifunze, ujaribu, ushindwe, uamke tena, uboreshe, uendelee. Na ndio maana ukweli mchungu ni huu. Maskini tunapenda sana kufarijiana kuliko kubadilishana ukweli. Maskini akimfariji maskini mwenzake, wanatiana moyo kwa maneno yale yale yaliyowafanya wafuke hapo walipo. Lakini mafanikio hayaji kwa kufarijiana. Mafanikio yanakuja kwa kuchoka, kuumia, kukataliwa na kuendelea kusonga mbele. Achana na hadithi kwamba Mungu aliwapa wazungu mafungu mengi halafu sisi akatunyima. Mungu ni mmoja. Tofauti sio Mungu. Tofauti ni fikra, nidhamu na mfumo wa vitendo. Pambana. Pambana hata kama utaanguka. Pambana hata kama hutafanikiwa haraka. Pambana hadi siku ya mwisho ya pumzi yako. Ni bora uifike ukisema, nilijaribu, nilipambana, nilitoa kila nilicho nacho, kuliko ufe ukilalamika kwamba dunia haikukupa fungu lako. Kumbuka hili na liandike kwenye akili yako. Hakuna kitu kinaitwa fungu. Fungu ni pumzi, akili na nguvu ulizopewa. Itendee kazi. Ukifanya hivyo, milango itafunguka. Sio kwa bahati, bali kwa sababu ulisimama, ukatembea, ukapambana.